mnafanya kazi nzuri ya ukusanyaji, lakini ya matumizi ya pesa zenu, hususan kwenye miradi hii ya maendeleo. Lakini lazima tukiri, sisi Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni tuna majimbo mawili, Kinondoni na Kawe. Moja ya kero kubwa kwenye jimbo la Kawe ni miundombinu ya barabara. Kwa tunapokuja tukaona miundombinu ya barabara hii na tuvisha nguo, tunasema na tufanya sasa tutembee kifua mbele, kwa kuamini kero ya barabara kwenye jimbo la Kawe inaenda kupata ufumbuzi. Barabara ni barabara nzuri sana, imejengwa kwa kiwango kizuri, na kiukweli hatuna neno, Mheshimiwa DC, barabara nzuri kiwango. Tunawaomba tu wazidishe kasi yao. Huu muda mlioweka wa mwezi wa 7, tungependa tukija mwezi wa 7 tuje kukuta kweli barabara imekamilika kwa 100%. Lakini so far ni barabara nzuri, tutakuja kuona na mifereji na facility nyingine ambazo mmekusudia kuziweka kwenye barabara hii. Kwa tunawashukuru sana TARURA, tunawashukuru sana halmashauri, lakini lazima tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutusapoti wilaya yetu hii ya Kinondoni. Tumemsikia Mstahiki Meya anasema kuna miradi mingi, ni kweli tunajua Mheshimiwa DC, tunafahamu zimekuja zaidi ya trilioni 1 kwenye wilaya yetu. Kwa hiyo Kinondoni ni miradi ni mingi sana. Hii tunayoikagua ni sehemu tu ya miradi mingi ambayo iko kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Tunawashukuru na tunawapongeza sana kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya. Tunawaomba endeleeni kuifanya kazi hiyo kwa moyo huu ambao mmekuwa nao. Haya ni matokeo ya kutunza fedha ambazo mmetutaka tuzikusanye. Kinondoni wilaya yako inafanya mambo makubwa kupitia fedha za mapato ya ndani. Tumekuwa tukitenga katika bajeti yetu 10%, takriban bilioni 6 kila mwaka kuboresha miundombinu kwa kushirikiana na wenzetu wa TARURA. Kwa hiyo barabara hii ni moja ya mafanikio hayo. Tunaijenga kwa mapato ya ndani, kama ulivyoona juzi kwenye Mwenge tumejenga ile barabara ya Mediterano kwa kiwango kizuri sana, na kiwango kile kinafanana pia na barabara hii. Kwa hiyo niendelee kumshukuru mkurugenzi kwa kutekeleza maamuzi na maagizo ya kamati ya fedha pamoja na baraza la madiwani kuhakikisha kwamba tunaelekeza fedha kwenye miradi ya maendeleo, na yeye na timu yake wamekuwa wakisimamia kuhakikisha kile ambacho tunataka kifanyike kimekuwa kikifanyika, ikiwemo miradi mingine ambayo mmetembelea pamoja na barabara hii. Na hii ni sehemu tu ya miradi ambayo tumeendelea kuitekeleza ndani ya manispaa yetu ya Kinondoni. Tunajua muda ni mchache, lakini tukisema tukutembeza kwenye miradi yote itakuchukua wiki moja kuweza kuikamilisha. Kwa hiyo nikushukuru sana, naendelea kututia moyo ili tuendelee kutekeleza majukumu ya kuhakikisha ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa vizuri ili wananchi fikapo Oktoba waweze kutiki. Mradi huu ni miezi 9, ulianza tarehe 7 mwezi wa 10 2024 na unatarajia kukamilika tarehe 7 mwezi wa 7 2025. Mradi huu mpaka sasa hivi umefika 78%. Thamani ya mkataba huu ni gharama ya shilingi bilioni 1.2. Malipo mpaka sasa hivi yaliyofanyika ni milioni 393. Manufaa mradi huu ukishakamilika, kwanza itasaidia kuboresha barabara husika kuweza kupita katika vipindi vyote vya hali ya hewa. Pili, kutaleta mawasiliano katika upande ambao karavati itajengwa. Tatu, kutapunguza mafuriko yaliyokuwa yanakumba barabara hiyo kwa kujenga mitaro ya maji. 4, kuongeza thamani ya ardhi katika maeneo yanayozunguka mradi. 5, kuongeza usalama barabarani kwa watumiaji wa barabara kwa kuwa kutakuwa na uwekaji wa alama za barabarani na tayari ambazo zimeshawekwa. Niko hapa toka mwaka 1996. Kiufupi, tulikotoka na tulipofikia sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Haya ni mafanikio makubwa sana kwa serikali yetu kuweza kutuletea miundombinu hii ya barabara, ambapo zamani tulikuwa kutoka huko chini huko Kimacha mpaka kule mtu alikuwa anatumia na gari lake zaidi ya lisali moja na ushee, kwa sababu barabara ilikuwa hasa msimu huu kinyesha au mvua, barabara ilikuwa ni matope, magari hayawezi kutembea. Lakini hii
imenigusa kwenye moyo wangu, ambao nilikuwa muda wote nilikuwa nawaza lini tutapata barabara iliyokuwa sahihi, na ambapo barabara hii ndio ikifanikiwa inaenda kutokea Makongo. Kwa kweli wananchi wa mtaa huu wote watakuwa na fursa mbalimbali, hasa wakiweza kuanzisha biashara vidogodogo na mawasiliano ya huku na huku. Mimi ninachotaka kusema kwa kifupi, mitano iendelee kwa mama. Mama Dennis ni mkazi wa Changanyikeni. Mwanzo barabara ilikuwa mbaya sana. Yaani tumekula vumbi, lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu, barabara ni nzuri, tunaenjoy kwa kweli. Ni nzuri sana. Usafiri ulikuwa wa shida. Hata bodaboda ukikodi kutoka kule Mabibo anakuambia kule hatuendi kwa sababu ilikuwa na mashimo mengi sana. Gharama ilikuwa inatukosti. Kwa hiyo unaweza kutoka na Mabibo kule ikabidi shushe kule barabarani, uchukue tena usafiri mwingine ulete huku. Lakini sasa hivi anakuja bila shida. Tena anakuambia twende Mama Dennis. Kule barabara ni nzuri kwa sababu ni lami sasa hivi. Yaani sasa hivi tunaenjoy kwa kweli. Barabara ni nzuri sasa hivi. Ni lami. Tunashukuru serikali yetu ya awamu ya 6. Kwa kweli ni nzuri. Wametufanyia mambo mazuri. Barabara yani tunaenjoy hivi, nzuri sana.